Alijiunga na elimu ya shule ya msingi na baadaye aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya ufundi ya Tanga Technical Secondary School mnamo mwaka 1974 hadi mwaka 1977. Baada ya hapo, alijiunga na chuo cha ufundi Arusha mwaka 1978 hadi mwaka 1981 na kutunukiwa cheti cha ufundi mchundo, yani Full Technician Certificate katika mkondo wa Automotive Engineering. Mwaka 1982 alijiunga na jeshi na kujenga taifa kwa mujibu wa sheria. Baadaye, marehemu Rachel Mnyakiro alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1984 na kuhitimu mwaka 1988 na kufanikiwa kupata shahada ya Mechanical Engineering. Marehemu Rachel Mnyakiro aliajiriwa katika kampuni ya Viga Portland Cement Company Wazo Hill kama fundi mchundo wa magari mazito katika migodi ya madini. Mwaka huo wa 1988 alifanya kazi ya kutengeneza mitambo mikubwa ya kuzalisha cement katika kampuni ya Viga Cement na pia kama mtaalamu wa kompyuta katika kupanga utaratibu mzima wa kutengeneza mitambo ya kuzalisha cement. Ndoa. Ndugu Rachel Mnyakiro alifunga ndoa takatifu ya Kikatoliki tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2011. Kustaafu. Marehemu Rachel Mnyakiro alistaafu kazi mwaka 2017 akiwa mwenyekiti mahiri wa chama cha wafanyakazi SUICO. Kuugua hadi kifo. Marehemu aliugua ugonjwa wa gout kwa miaka kadhaa na baadaye alipata tatizo la shinikizo la damu. Baadaye alipata tatizo la kiharusi lilisababisha mauti yake tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2025. Marehemu Rachel Mnyakiro alikuwa ni baba bora kwa familia yake. Alitujali na kutulea katika upendo na siku zote alituhimiza mshikamano kati yetu. Alituhimiza kusali sana na kufanya kazi kwa bidii. Alitupenda sana nasi tutamkumbuka kwa upendo wake wa dhati wa kutumatia. Marehemu ameacha mke, watoto 5 na wajukuu wawili. Kwa niaba ya familia ya marehemu Rachel Mnyakiro, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati na pole kwa ndugu, jamaa, marafiki, majirani na wote waliohusika na msiba huu. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie. apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana Na mwanga wa milele umwangazie. apumzike kwa amani. Amina. Baba yetu Ujano, tumepewa muda mfupi sana parokia, jumuiya, kanda, na kama kuna kiongozi wa serikali ya mtaa basi akaribie. Naomba basi nafasi hizo tuongeze. Karibu. Basi tajumuisha nafasi tatu: nafasi ya parokia, nafasi ya kanda, lakini pia na jumuiya. Kwanza labda nianze na jumuiya. Huyu marehemu alikuwa ni mwanajumuiya wa Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili. Alikuwa ni mwenzetu sana, tulishikiana naye vizuri sana. Mwanajumuiya na baba alikuwa anafanya bidii kwenye jumuiya, lakini mwisho wa siku basi matatizo ya ugonjwa yalimrudisha nyuma kidogo. Pia alishiriki katika michango mbalimbali
parokia hii yetu kama mwanakanda. Kwa ufupi sana kuwa sana, lakini tulianza na sehemu ndogo sana pale Pastorate kwa muda mrefu. Wanakwaya mnakumbuka aliwahi kuwa kiongozi katika nafasi ya kwaya hii. Tunapozungumzia kiongozi wa kwaya, kwa kiongozi wa kwaya na ngazi ya wazee, nao kwaya ya wazee sio wazee, kwaya kuu na kwaya pia ya vijana. Yeye alikuwa kiongozi wa kwaya kuu, akisema kutafuta kwaya kuu kwa sababu wote tumesogea sana, tumesogea kidogo, lakini kwaya kuu zetu zetu, lakini katika maisha na serikali ikiwa ndani mshirika wa kusali, lakini naomba tujitahidi kumkumbuka Mungu kwa pale nafasi na muhimu sana. Baba anaombea ili nitapata nafasi hii, wewe utapata nafasi hii, naomba Mungu sana na wengine wote tuombe Mungu aweze kusaidia katika. Nipende kwanza kushukuru sana paroko kwa huduma mbalimbali ambazo amezitoa tangia huduma kwake. Kawaida sana kupiga makofi kwenye msiba, lakini Mungu amebariki sana. Kupunguza yatima. Niwashukuru sana wanafamilia, waliungana kikamilifu sana katika kupunguza yatima. Zaidi sana tunawashukuru sana wauguzi mbalimbali, madaktari, manesi, walishiriki kwa namna ya ajabu sana katika kupunguza Mheshimiwa Yusia. Majirani walitoa kwa namna ya pekee kuhakikisha kwamba msiba unaenda vizuri. Pia Mungu akubariki sana. Niwashukuru ndugu zangu wote waliofika kwenye msiba huu na hasa kwenye misa hii kwa ajili ya kumwombea ndugu yetu myatima. Inapendeza kuona tuko wengi namna hii, kwamba angalau tunajifunza kutokana na kifo cha myatima. Na niombe sana kila mmoja atafakari maisha yake. Mimi alikuwa rafiki yangu sana, tulikuwa tunatembea pamoja. Watu wengine wamekuwa historia, wachache wanajua, lakini tulikuwa tumejaliwa siku moja, tumekaa pamoja, tumeoa pamoja, tumezaa pamoja, yaani siwezi kutafakari yake, lakini yeye katangulia. Alikuwa akihudumu marehemu Rashid Nyakiru pale Tanzania Portland Cement Company Limited. Wanatoa pole nyingi sana kwa familia ya marehemu, pia na wanaparokia Benedikto Abate kwa kuondokewa na ndugu yetu huyu. Kwa kifupi kabisa, Rashid Nyakiru alikuwa pale kazini, tulikuwa tukimwita jina moja Mwamba. Kwa nini alikuwa Mwamba? Kwa sababu alikuwa akisimamia misimamo ambayo ina manufaa kwa binadamu yoyote. Alikuwa ni kiongozi katika chama cha wafanyakazi, na aghalabu sana kupata kiongozi kama marehemu Nyakiru kwa kipindi hiki cha sasa, mtu mwenye misimamo na kusimamia kweli. Basi kutokana na hali iliyotokea, ndio maana hapa kungejaa umati, lakini kutokana na hali iliyotokea, hakuna mawasiliano, hakuna mitandao, watu wameshindwa kutokea. Lakini inafikisha salamu hizi kwa familia marehemu Nyakiru. Rashid alikuwa mtu bora sana pale Tanzania Portland Cement, kuanzia management mpaka wafanyakazi. Mungu amrehemu na la milele mpe Bwana, mwanga milele mwangazia, apumzike kwa amani. Basi baba paroko pale nyumbani waliaga wale ambao walikuwa pale, lakini kuna wengine wamepita hapa. Kwa hiyo tukia nafasi basi wataaga na tutaendelea na taratibu. Milele na milele. La milele umpe Bwana.
Marehemu baba yetu Luciani apumzike kwa amani. Baba yetu Mtakatifu, raha milele umpe Bwana. Marehemu baba yetu apumzike kwa amani. Raha milele wape Bwana. Marehemu ndugu zetu wote wapumzike kwa amani. Marehemu wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen.
Haleluya. Kudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Bwana Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa mwili wekwe kaburini. Mwanadamu kumbuka
Mwenyezi Mungu amependa kumwita huyu ndugu yetu Luciani toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi ndugu yetu Luciani kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Luciani, katika maji ulibatizwa. Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba akupe furaha ya milele. Luciani, wewe ni mvumbi, utarudi kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Sasa ndugu wa karibu wa marehemu waanze kuweka dongo wa mwisho kabla hatujaanza taratibu zingine za kuhifadhi vyema mwili wa marehemu kwa utaratibu uliowekwa. Karibuni. Kristo. Basi kutokana na taratibu tuliopewa sasa hivi, kwa muda mrefu, naomba sasa wale wa vijana wetu ambao wanahusika na kutengeneza hili kaburi, lete ile ya juu hapa, waweke kwanza ile mbao na ile nini nondo zao, alafu tutaendelea na taratibu zinazofuata pale. Kama tutaweka maua, alafu atakuja ataweka msalaba, atamaliza kila kitu, tutatoa maua yetu pembeni, wale mabwana wataendelea kuitengeneza. Sawa Na maana pale tutakuwa tumemaliza, watabaki familia kusubiri mpaka likamilike. Watu wengine watakuwa wameondoka kutokana na nini? Hatutakiwi watu waoe wengi maeneo moja. Sawa jamani? Tumsifu Yesu Kristo. Wale wataalamu sogea hapa, lete vitu vyenu hivi. Endelee kutupa pesi. Endeleeni. Sifu na kuabudu ndio tutafikia wote. Mungu anapokupa kibali cha kuimbia, muimbie bwana.
alafu tuweke mashada ya maua. Tuombe. Ee Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima ya kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, mwanga milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Tusiane uandikwe ishara ya Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyetukomboa kwa ishara hii. Upumzike kwa amani. Kristo, naomba tunakwenda kwenye mashada yawe karibu hapo, na nafasi hapa kidogo atapita. Tunaanza na Mama Moze. Omba wajukuu wa marehemu Sala Dumba pamoja Jacob Yudi wa pamoja. Wajukuu wapeni ile la yako wapi yale mashada? Bila. Shemeji zake marehemu wawili watatu wapi? Maua yako mengi hapo. Wadogo zake marehemu, majirani marehemu, wakwe wa marehemu, wakwe wa marehemu. Sasa tunakuja wakwe zake, wazaa chema ya Kiswahili hapa kidogo, wazaa chema ambao wa upande wa Angela, upande wa Anje wazazi wake tayari. Haya, serikali ya mtaa mwakilishi kama yupo hapo mzee wangu, wape maua yako mengi, wape maua. Wafanyakazi wenzake alipokuwa akihudumu piga cement. Mpeua, wape maua yako mengi, mtabaki na mkononi jamani. Kwaya Joni. Ndio tuchukue maua. Maua. Watoto waliolelewa na kusomeshwa na Lashan Nyatiro. Kwaya tena? Tumechukua hapa nataka mengine, wape kwaya. Moja la MC. Moja la mshereheshaji hapa. Haya, umesema mtani, wapi mtani? Ya samani, mtani. Mtani. Alisoma Tanga School, kwa hiyo wanafunzi ambao wamepitia pale Tanga School
Kwa niaba, weka hapa. Haya sasa, wawili haya kwa na madereva nini walikuwa na saidia pale nyumbani. Hakuna. Weka wewe mwenyewe. Hapa tumemaliza. Gani sasa malizie. Ndio tutakapoweka pembeni sasa tunaendelea na utaratibu mwingine. La ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tunakimbilia ulinzi wako. Sala kwa malaika mlinzi. Mwenyezi Mungu ajalie rehema marehemu Luciani pamoja na marehemu wote waliopumzishwa eneo hili, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asante. Basi msemaji wa familia, kwa shukrani kwa wote. Msifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Kwa kweli sina neno la kusema zaidi, lakini kwa niaba ya familia niseme tu asante kwa kufika kwenye mazishi haya. Asanteni sana na Mungu awabariki sana, lakini isiwe leo tu, tuendelee kushirikiana hata shughuli zingine kama hizi. Basi kwa hayo machache, asanteni sana. Basi kama tulivyosema hapo awali, hakuna tanga bali unatanga ndugu. Tumekaa karibu siku leo ya 7, siku ya 8, ya 6, kwa hiyo milia kiasi cha kutosha. Hakuna tanga, ila kama una nafasi natupitia kuja kutusalimia. Naomba niwashukuru sana, niwatakie matashi mema kama serikali ilivyosema. Pamoja sasa hizi imetoka tamko lingine, hatutaki tuwe wengi. Hapo tutaacha familia ili kuhakikisha hili zoezi linakamilika. Baada hapo tunarudi nyumbani. Mungu awabariki sana. Amen. Familia tubaki. MC unawafukuza watu, una hela pia wewe. Wakalale kwa nini? Siwafukuzi, ila kama unajua taratibu. ambayo Bwana atamvika, na wala sio yeye peke yake, bali na wote aliowapenda. Amewekewa taji ya uzima, ambayo Bwana atamvika. Kwa marehemu hapa. Piga picha. Atafanya interview.